Huyu mama wa Tanzania, huyu mama. Ndugu zangu wa Afrika wenzangu, Magufuli aliona Mama Suluhu mapema sana. Na Omar Minyi na Jakaya Kikwete ndio walilazimisha marehemu John Pombe Magufuli na huyu mama mtundu, huyu mama mkorofi, Mama Samia. Ni uchungu wakati mama ambaye amechaguliwa tukidhani ya kwamba wanawake watakuwa wativu. Lakini uongozi wa mama ndio mpata kwamba ni uongozi wa kidikteta, uongozi wa kihimla. Huyu Mama Samia, msichana wake ni mbunge. Kisha akateua msichana wake kama waziri wa elimu Tanzania. Ndio nakwambia kwamba Tanzania wako na tatizo kubwa. Na tatizo la Wanatanzania ni huyu mama mtundu, huyu mama mkorofi, Mama Samia, mama ambaye hajui katiba wala hana ufahamu ya uongozi wa Tanzania. Mama Samia Suluhu akachukua msichana wake akakuwa waziri wa elimu. Isitoshe, mama huyu mtundu, mama huyu mkorofi akachukua tena bwana ya msichana wake pia ni mbunge, akapewa waziri wa afya. Wanatanzania, marehemu John Pombe Magufuli daktari aliwafunua macho. So ni nyinyi kama Watanzania mjitetee kwa niaba yenu, kwa sababu msipo jitetee kama Wanatanzania, huyu mama hatawamla na nguo zenu. Na huyu mama ajenda yake ni kutajirika. Hana ajenda yoyote ya uongozi ya Watanzania. Huyu ndio mama ambaye anashika vijana ambayo wanafanya challenge kwenye TikTok ambayo hawajasungumuza lugha ya matusi ama kuchochea Watanzania. Kisha wanaandamwa na kesi ya uhai, kesi ya jinai, kana kwamba alikuwa anataka kupendua serikali. Serikali ipi inapenduliwa kwenye mtandao wakati msichana anacheza denzi? Watanzania pamoja na bara ya Afrika, uongozi ya wanawake ni uongozi wa kihimla. Tulidhani ya kwamba wamama wanaweza kutuongoza. Mimi siwezi kusawishiwa hata nichague mama governor hapa Kenya, siwezi. Sidhani kama naweza panga foleni nichague mama governor. Ni ngumu sana. Wakati Mama Samia anachukua mume ya msichana wake akuwe waziri wa afya wa Tanzania, tunauliza kwamba huyu mume wa msichana wake amequalify kuwa waziri wa afya Tanzania. So serikali sasa ya Tanzania imegeuka sasa ni nyumba ya Mama Samia. Sasa anashirikisha uongozi wa Tanzania na familia yake kijumla. Afrika tuko na safari ndefu. Na wengi walidhani ya kwamba tumeondoa wazungu kwa sababu wazungu walikuwa beberu wa kutusumbua Afrika. Tulibakisha wabeberu ambao ni weusi kama kina Mama Samia, hakina Museveni. Hao ni beberu weusi ambao wanakwamilia uongozi Afrika. Mama Samia, nataka niseme ya kwamba hana uwezo ya uongozi, kwa sababu Watanzania wengi wamesoma. Magufuli alikuwa rais wa Tanzania. Kwa nini John Pombe Magufuli hakupea msichana wake akuwe waziri? Kwa nini Magufuli hakupea mkewe akuwe waziri? So ni huyu mama ndiye amejua ya kwamba uongozi sasa imekuwa sasa ni ya nyumba yake. So Tanzania, uongozi wa Tanzania sasa imebaki sasa ya Mama Samia. So Mama Samia amegeuza Tanzania sasa ni kama nyumba yake, anapanga jinsi atakavyo. Ndugu zangu, Afrika tuko na safari ndefu. Afrika ni tajiri, lakini viongozi ambao tunachagua Afrika ni wajinga sana. Na siwezi apologize. Viongozi ambao tunachagua Afrika, baadhi wao ni wajinga zaidi. Mama ambaye amepewa nafasi kukuwa rais mwanamke East Africa, Afrika Mashariki. Kisha mama huyu badala afanye njama ambaye hata mtu akiangalia aseme kwamba kuna kokweli ama hakuna kokweli ya kuiba kura. Kisha mama huyu amefungia wapinzani wake Tundu Lissu. Isitoshe, kisha mama huyu anadai ya kwamba amepata zaidi ya kura 98%.
Kisha mama huyu anadai ya kwamba kura zake ambaye amepigiwa na Wanatanzania tarehe 29 mwezi wa 10 ilikuwa ni kura milioni 31. Iwapo nimechaguliwa na zaidi ya kura milioni 31, kwa nini nakula kiapo katika kwenye baraka ya wanajeshi? Kwa nini najificha nikikula kiapo kama rais ya Tanzania? Na tayari umechaguliwa na zaidi ya kura milioni 31. Kisha unadai ya kwamba milioni 6 kura wa Tanzania ndio hawako kuchagua. So kwa nini unajificha ukikula kiapo Tanzania kama rais wao? Mtanzania, mko na safari, lakini mkirudi nyuma huyu mama atawamula. Na huyu mama agenda yake ni kufyanza Tanzania kutajirika. Lakini tutasimama na mandugu zetu na madada zetu wa Tanzania kutalimisha kwamba uongozi haiji kwa urahisi. Hata sisi Kenya, uhuru ambao tuko nayo, wengi wamepoteza maisha, wengi wakatiwa kwenye gereza, na wengi wamebaki wakinungunika na wakilia hadi leo majonzi kwa sababu uhuru wa Kenya. So Watanzania bado mko na safari. Ndio maana Tundu Lissu pamoja na Watanzania ndio watakayokomboa Tanzania, kwa sababu uongozi wa huyu mama Mtundu, mama mkorofu, mama ambaye hana uongozi hata kidogo. Watanzania, jukumu ni lenu ya kubadilisha Tanzania. Mimi Tanzania tunashindwa ya kwamba Tanzania ilikuwa nchi bora Afrika Mashariki. Leo hii Tanzania imeingia katika kwenye kumbukumbu yenye Kenya hakuwahi fika. Ni vigumu sana kuweka sasa Tanzania na nchi hata kama ya Kenya, kwa sababu Kenya sasa tuko na demokrasia kuzungumuza. Wapinzani hawatii gereza, lakini Tanzania mama huyu amegeuza kwamba wapinzani wako ndani ya gereza kwa sababu upumbavu ya mama Samia. Hatujawahi kuona rais mjinga Tanzania kama mama Samia. Hatujawahi kuwa nayo. I'm sorry kusema mjinga kwa sababu mama huyu sio uongozi. Huyu mama ni mtundu. Huyu mama hana uongozi hata kidogo. Ndugu zangu, nauliza, kwa nini unakula kiapo kwa baraka ya wanajeshi? Kwa nini unakula kiapo kama umechaguliwa na zaidi ya kura milioni 31? Inamaanisha Watanzania wote walikuchagua. Kwa nini unajificha? Mama huyu Magufuli marehemu halimuona mapema. Sasa amegeuza Tanzania sasa ni mahali ambayo anapanga jinsi atakavyo. So swala ambalo tunauliza, Watanzania upande wa elimu itaenda vizuri? So mama huyu ameiga tabia ya Museveni, kwa sababu Museveni pia bibi yake ndio waziri wa elimu. So mama huyu amekopi tabia ya Museveni. Swali langu ambalo nauliza wa Tanzania, Mtanzania mko na safari na musitishwe. Uongozi ni ya muda. Mama huyu ataondoka mamlaka, na mimi naomba siku moja Tundu Lissu achukue mamlaka. Kisha mama huyu ndiye funzo kwa Afrika. Tundu Lissu amfunge na ile makosa yote ya jinai ambayo amefanya na makosa ya kuwa Watanzania. Uwezo wa Kenya pamoja na Watanzania kisha mili zao unalizika ili isijulikane. Kuna mwalimu mmoja ambaye ni Mkenya ambaye ameuliwa lakini hayuko, haonekani. Inamaanisha mama huyu aliua watu wengi wa Tanzania kisha akazika mili zao ili ukweli isijulikane Tanzania. Afrika ndio nchi mbofu duniani kote. Afrika ndio viongozi wanaesa huwa wananchi wakwame kwenye mamlaka. Sasa nashindwa ya kwamba unapoua wananchi kwa ajili ya mamlaka, unataka kuongoza nani? Maiti kama kaburi. Ukishaua mwana Afrika ambao unataka kuongoza nani? Maiti unataka kuongoza nani? Afrika ndio marais wanakatalia mamlaka, wako radhi kuwa wananchi na wapinzani ili mamlaka. So swala ambalo nauliza ya kwamba hawa viongozi ambao wanakwamilia mamlaka kama Mama Suluhu na Yoweri Kaguta Museveni wanaongoza nani? Wanataka kuongoza kaburi ama wanaongoza miili waliokufa? Waafrika, mimi nasema kwamba ni vigumu sana kuchagua rais mwanamke. Hata Kenya nilikuwa nadhani ya kwamba tuchague naibu ama deputy president mwanamke, sidhani.
na sidhani kama anaweza chagua, kwa sababu uongozi ya wanawake tumeona Afrika ya kwamba ni uongozi wa kihimla, na hiyo ni ishara tosha ambayo tumedhibitisha na Mama Samia. So Mtanzania, safari ni ndefu, itazidi tupambane kwa ajili ya Tanzania na Afrika. Sidhani kama kuna mtu anaweza ua mwanawe kwa sababu anataka utajiri. So ndivyo ilivyo Mama Samia, kwamba yuko radhi kuoa Tanzania kwa ajili ya mamlaka ya jina ya rais mwanamke Tanzania. Rais mwanamke, rais mtundu, rais ambaye ana uongozi, rais mpumbavu, ni rais Mama Samia East Africa. Langu jina ni mjukuu wa bunduki, kijana Uhuru Kenyatta. Kama mara kwanza na kuomba nipe support, subscribe, like, turn on notification. Mtanzania, bado kuna safari. Lazima Mama Samia haambiwe ya kwamba wale waliouliwa ifukuliwe mwili zao, tujue kwa nini anaua Tanzania kisha wafiche mwili zao. Tafakari, bado safari ipo.